tutaongelea misitu yenye maajabu ulimwenguni. Leo tutaongelea misitu yenye hatari ulimwenguni. Leo tutaongelea misitu yenye kuhifadhi ushirikina, uchawi na vinginevyo. Kwa hiyo nikukumbushe jambo moja, kumbuka kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare ili uwe mtu wa kwanza kabisa kumpata Profesa Datson Abdul Karim. Karibu sana. Dunia ina maajabu mengi na baadhi ya misitu ambayo ni mizuri ukiitazama, lakini ina hatari kubwa kutokana na wanyama, mazingira au hata kwa historia zake za kutisha. Hapa kuna baadhi ya misitu inayofahamika kuwa hatari ulimwenguni. Msitu wa kwanza, msitu wa Amazon. Ni msitu ambao unapatikana Marekani ya Kusini. Huu ndio msitu maarufu na zaidi tena wenye hatari ulimwenguni. Unaweza kujiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Hatari hizi zinasababishwa na kitu gani? Wala maajabu yake yanasababishwa na nini? Unaweza kaumiza kichwa chako ukijiuliza. Ninakuomba unifuate mwanzo hadi mwisho wa historia hii na imani itakujenga. Hatari za msitu wa Amazon husababishwa na wanyama: chatu wakubwa aina ya anakonda, jagwa, samaki wenye meno makubwa aina ya pirana. Pia katika msitu huu kuna vyura wenye sumu kali. Hapa nitakutajia magonjwa yanayofahamika kuwa katika msitu huu: malaria na homa ya njano ambayo ni tishio kwa miili yetu. Kwa hiyo ukisafiri katika msitu huu, kurudi kwako ni kwa nguvu za Mola, lakini wengi wenye kusafiri katika msitu huu huwa hawaonekani. Msitu wa pili ni msitu wa Aokigahara. Msitu huu unapatikana Japani. Unajulikana kama msitu wa kujiua. Kwa hiyo watu wote wenye mission za kujiua huwa wanakwenda kwenye msitu huu. Na pia na mbaya zaidi, wakienda kujiua katika msitu huu, kabla hawajajinyonga wenyewe, kunyongwa na vitu ambavyo vipo katika msitu wa Aokigahara. Msitu huu pia nao una sifa ya hatari. Kwa sababu ya udongo wake, msitu huu una madini ya chuma inayovuruga dira kompansi, hivyo kufanya wasafiri kupotea kirahisi. Hapa kuna ajabu kubwa ambazo zinapatikana katika msitu huu kutokana na hali ya hewa. Ni msitu mnene sana, tena wenye kiza cha kutisha, ambapo sauti hazisikiki hata ukilalamika kwa namna gani. Msitu huu, jambo linaloweza kuchanganya watu, ni msitu ambao hata binadamu yoyote wa kawaida akienda ni lazima asirudi. Pia msitu huu unasaidia watu wengi wenye kutaka mambo ya ushirikina. Msitu wa tatu ni msitu wa Cockroach. Unapatikana Poland. Ingawa si hatari kwa maana ya wanyama wakali, lakini msitu huu una sifa ya ajabu na ya kutisha. Miti yake yote imepinda kwa namna ya herufi G. Watu wengi wanahisi kuna nguvu za ajabu au mionzi, ingawa wanasayansi wanadhani ni mbinu za kibinadamu za zamani. Kwa hiyo msitu huu unachanganya. Pia ukiutazama huwezi kuuelewa. Miti yake yote imepinda kwa namna ya herufi G. Msitu wa nne ni msitu wa Sambisa. Ni msitu ambao unapatikana Nigeria. Huu ni msitu hatari kutokana na shughuli za kibinadamu. Msitu huu pia umekuwa ngome ya kikundi cha kigaidi cha Boko Haramu. Ni eneo lenye mitego ya milipuko, wanamgambo na wanyamapori, jambo linalofanya kuwa vigumu hata kwa wanajeshi kuingia kwenye msitu huu. Kwa hiyo binadamu wote wa kawaida huwezi kusafiri katika msitu huu na ukarudi ukiwa salama. Huu ndio msitu wa Sambisa unaopatikana Nigeria.
Msitu wa tano kwa Wafaransa tunaita msitu wa Dentre. Unapatikana Australia. Australia inajulikana kwa viumbe wenye sumu, na msitu huu haujatofautiana. Ndani ya msitu huu kuna ndege wa cassowary ambaye anaweza kumuua binadamu kwa teke moja, tena lenye kucha kali. Katika misitu hii hakuna msitu ambaye ni rahisi kwa maisha ya binadamu. Kwa hiyo katika misitu hii kote ambapo utatembea ni lazima upoteze pumzi yako. Hapa nitakutajia moja katika mimea inayopatikana katika msitu huu. Katika msitu huu kuna mmea unaitwa jembe-jembe, ambao ukiugusa majani yake unapata maumivu makali mno yanayoweza kudumu kwa miezi kadhaa na yanakwisha. Kwenye msitu huu kuna mto wenye ladha wa chumvi ambao umehifadhi mamba wengi tena wakali ulimwenguni. Kwa hiyo hatari iliyoko ukitembea wala ukisafiri kwenye msitu huu, huwezi ukarudi ukiwa salama. Karibu tena, tukutane kwenye historia nyingine. Hapa tumefika mwisho wa historia yetu. Nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare ili uwe mtu wa kwanza kumpata Profesa Dadson Abdul Karim. Karibu tena kwa mara nyingine.